takriban 3.3 bilioni na tuna mradi mwingine ya bilioni karibu 1 something inaendelea. Kwa hiyo ni hatua kubwa sana ambayo tumeipata. Tushukuru sana kwa ajili ya haya. Sisi hatuna neno. Tukutane Oktoba turudishe maua kwa kazi hii kubwa ambayo imefanyika kwetu. Lakini kipekee hata wewe Mheshimiwa Waziri ulivyokuja Biharamulo nikushukuru sana. Ulitembelea mamlaka ya maji pale ukatoa maelekezo. Tulipata gari ya mamlaka, tumepata furniture, tukapata kila kitu ambacho ulikiahidi. Kwa hiyo tukushukuru sana kwa commitment yako. Maana ulitoa ahadi ukatekeleza. Na hata RUWASA sasa wana gari jipya na kazi zinafanyika, kwa miradi yote inasimamiwa vizuri. Lakini mradi wa Nyakanazi bado kuna madai ya mkandarasi, tulikuwa tunaomba sasa yapitishwe haraka ili aweze kumaliza kwa sababu ni eneo linalokuwa na uhitaji wa maji sana pale maeneo yale. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, mimi kwa upande wa maji nadhani naweza nikaishia hapo kwa sababu sehemu kubwa mradi wa Ziwa Victoria ukishaanza utakuwa umekava kila kitu cha Biharamulo. Lakini liko jambo Mheshimiwa Naibu Spika, kama mbunge wa CCM lazima hotuba au siasa za dunia tuzifuatilie. Ikizingatiwa nimekuwa na serve katika bunge la nchi za maziwa makuu nikiwa kama kiongozi wa kamati ya mambo ya kibinadamu na kijamii. Shida inapotokea nimezunguka nchi nyingi za ukanda huu, nimeona matatizo watu wanaoyapata. Jana kulikuwa na mjadala katika bunge la Ulaya. Sitaki sana kuingilia mambo yaliyokuwa yanajadiliwa pale, lakini yalitolewa maazimio 6 kwa ajili ya serikali ya Tanzania. Na moja ya azimio yalikuwa ni maazimio yanayohusu kesi ya Mheshimiwa Tundu Lissu. Hiyo sina shida kwa sababu iko mahakamani, hatuwezi kuongelea hapa. Lakini azimio namba 2 wametoa azimio linalotaka serikali ya Tanzania kutambua haki za wapenzi wa jinsia moja au ushoga. Sasa nimeforward kwenye grupu ya bunge, mnaweza mkaona. Na katika lile azimio namba 6 linaelekeza kwamba serikali ya Tanzania na bunge la Tanzania, rais wa bunge la Ulaya ayaandikie serikali na bunge la Tanzania kuelekeza yale maazimio 6. Kwangu mimi nimeona ni dharau kwa nchi yetu, ni dharau kwa Mungu ambaye anaabudiwa katika nchi hii, kwa sababu bunge hili kila siku asubuhi tumekuwa tunaanza na maombi. Kila shughuli ya kiserikali tunaofanya kunakuwa na viongozi wa BAKWATA, CCT na maeneo mengine tukiomba Mungu asaidie taifa hili. Hatujafikia hatua hii ya kudharaulika kiasi hiki tuandikiwe na watu sasa kwamba tutambue haki za mashoga. This is insubordination kwa taifa hili. Kwa hiyo tunaomba kupitia kiti chako sauti yetu isikike kwa niaba ya Watanzania tunaowakilisha ndani ya bunge hili. Masuala haya ya laana katika nchi hatuyahitaji. Maendeleo tunayo, tunazidi kupiga maendeleo. Tunajua ni washirika wetu wa maendeleo na tusapoti. Lakini swala la kutaka tumkufuru Mungu aliyetuweka hapa, tunaomba tusifike huko. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika na Naibu Spika, nikuombe serikali yetu kupitia Wizara ya Mambo ya Ndani iko hapa, Wizara ya Mambo ya Nje iko hapa, tupeleke message clear. Sisi ndio tunaowakilisha Watanzania. Ulinzi wa watoto wetu wa kiume na watoto wetu wa kike, taarifa Mheshimiwa Naibu Spika, ustawi wao. Taarifa Mheshimiwa Naibu Spika, maji kama hawa watu hawatakuja kulindwa katika maadili ya baadaye na taifa hili likastawi sana Mungu ambapo amekuwa anayotunza. Tumeona rais wa Marekani amekataa upuuzi huu. Tumeona viongozi wengine wamekataa upuuzi huu. Sasa kama ni uchu wa madaraka, kuna watu wanatafuta madaraka kupitia vyama vya siasa, watafute madaraka kwa siasa safi na siasa ya haki ya nchi hii, lakini sio wakatuunganishe na mambo ya laana yanayotoka huko. Hata kwao Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Naibu Spika, baadhi ya nchi leo wamefanya uchaguzi. Vyama vya baadhi ya hizo nchi za Ulaya vimeanza kukataa upuuzi huu. Nashangaa taifa hili tunaandikiwa kwamba tukubali au tuelekezwe na bunge la Ulaya kwamba tuafiki mambo ya ushoga. Kwa hiyo nilikuwa naomba wabunge wenzangu tupaze sauti na tupige kelele. Kitu hiki hakikubaliki katika nchi hii, hakikubaliki katika ardhi ya Tanzania na hata mbinguni ambapo tulikuwa tunaomba. Ili naomba niweke clear kabisa, tuwe wakali, walete masharti, walete chochote, tushirikiane kwenye maendeleo, lakini swala hili la kutudharau mpaka kufikia hatua hii, Mheshimiwa Spika, naomba likataliwe na kila Mtanzania na likataliwe na kila mbunge na kila kiongozi aliyepo. Mimi baada ya haya naomba kutoa hoja, naomba kuwakilisha na naunga mkono hoja Mheshimiwa Spika. Asante Mheshimiwa Waitara. Mheshimiwa Naibu Spika. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge, Dar es Salaam na chenye ithibati na usajili wa NACTIVATE anapenda kuwatangazia ofa maalum wahitimu wote wa kidato cha 4 kozi mbalimbali za kompyuta zikiwemo Computer Application, ICT for Beginners, PC Maintenance, Video Production, Graphics Design pamoja na CCTV camera. Pia mula mpya wa somo kwa kozi za IT, Business, Hotel Management na Front Office. Kumbuka,
Sifa yetu kubwa ni ufundishaji kwa njia ya vitendo. Kwa maelezo zaidi, piga 0754464361 au 0766348652. KITM, elimu na ujuzi ni msingi imara.